Audio Jungle. Kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na WhatsApp imefunga akaunti za wanaharakati kadhaa wa kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, hatua inayoibua maswali huku serikali ya Tanzania kuingilia uhuru wa maoni ya raia wake. Miongoni mwa akaunti za wanaharakati mashuhuri zilizofungwa na ambazo zilikuwa na idadi kubwa ya wafuasi ni pamoja ya ile ya Instagram ya mwanaharakati anayeishi nchini Marekani Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi aliyoko nchini Kenya. Kupitia akaunti zao za X inayomilikiwa na tajiri Elon Musk, Mange Kimambi na Maria Sarungi walichapisha screenshot za ujumbe waliopokea kutoka Meta kwa taarifu kuzuia na kuzifungia kabisa akaunti zao za Instagram na WhatsApp. Wanaharakati hao pamoja na wenzao wengine ambao pia akaunti zao zimezuiwa wamekashifu uamuzi wa kampuni hiyo, wakiituhumu kushirikiana na serikali ya Tanzania kuminya uhuru wa watu kutoa maoni na raia kupokea taarifa kuhusu yanayotokea nchini humo. Kufungwa kwa akaunti hizi kumekuja siku chache kupita tangu serikali ya Tanzania ihaidi kuanza kuwachukulia hatua wanaharakati inawatuhumu kuwa walichochea machafuko ya Oktoba 29, ambapo tayari Mange Kimambi amefunguliwa mashtaka ya utakatishaji wa fedha. Haya yanajili wakati huu serikali ikiwaonya wanaharakati na raia wanaochochea vurugu zaidi, hasa wakati huu kukiwa na taarifa za mpango wa maandamano mengine Disemba 9 mwaka huu. Katika hatua nyingine, baadhi ya wanaharakati kadhaa walioko Tanzania na nje ya Tanzania ambao wamesema wanaofia usalama wao kutokana na kufuatiliwa na idara ya usalama, wakiomba kutotoa maoni kuhusu yanayoendelea. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Umoja wa Mataifa wamesisitiza kuwa uchunguzi huru kuhusu vurugu za Oktoba 29 ambapo mamia ya raia waliuawa na kujeruhiwa, huku pia wakitoa wito kwa serikali kulinda haki za binadamu ikiwemo uhuru wa kuandamana na kutoa maoni. Angel Aldo, Tano za Moto. Mamlaka ya mpito ya Haiti siku ya Jumanne Desemba 2 imetangaza kalenda ya uchaguzi uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu, ikibainisha kwamba nchi hiyo inayokabiliwa na mgogoro mkubwa inapanga kufanya uchaguzi wake wa kwanza katika kipindi cha karibu mlongo mmoja mnamo mwezi wa Agosti. Hii ni hatua muhimu kuelekea kurejesha demokrasia, hata kama maafisa wanaonya kwamba vurugu za magenge zilizoenea bado zinatishia kuvuruga mchakato huo. Haiti ni nchi maskini zaidi barani Amerika, inakabiliwa na migogoro ya kisiasa na usalama kwa muda mrefu. Hali ilikuwa mbaya zaidi tangu mwanzoni wa mwaka 2024 wakati waziri mkuu Ariel Henry alipolazimishwa kujiuzuru na makundi yenye silaha ambayo bado yanadhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu. Magengi ya wahalifu yamesababisha ukosefu wa utulivu nchini Haiti, yakiendesha mauaji, ubakaji, uporaji na utekaji nyara kote nchini. Haiti haijafanya uchaguzi tangu mwezi Oktoba 2016, tangu rais wake wa mwisho aliyechaguliwa Jovenel Moise aliuawa mnamo mwezi Julai 2021. Baraza la rais wa mpito kwa sasa linaongoza nchi hiyo, lakini mamlaka yake inamalizika mnamo mwezi Februari 2016. Rais wa baraza amekaribisha kupitishwa kwa amri hiyo, akibainisha kwamba uamuzi huu hatimaye unawapa watu wa Haiti fursa ya kuchagua kwa uhuru na uwajibikaji wale watakao waongoza. Kwa kuchukua hatua hii muhimu, huku tukiendelea kujitolea kikamilifu kurejesha usalama, tunathibitisha tena kujitolea kwetu kuirudisha Haiti kwenye njia ya halali na utulivu wa kidemokrasia. Nikiripoti Tano za Moto, Enita George, MSJ TV.
Nchini Kenya, hali ya mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi imeanza kuyumba baada ya kusitishwa kwa sehemu ya misaada kutoka Marekani kupitia USAID. Ni chini ya mwaka mmoja tangu kusimamishwa kwa ufadhiliwa huo, lakini madhara yake tayari yanaonekana wazi katika vituo vya afya, kiwemo upungufu mkubwa wa dawa za kupunguza makali ya VVU. Kwa maelfu ya wananchi wanazitegemea ili kuendelea kuishi. Kenya ilikuwa imepiga hatua kubwa katika miaka 20 iliyopita, ikiwa imefanikiwa kupunguza kiwango cha maambukizi. Hata hivyo, mafanikio hayo yako hatarini kusambaratika katika maeneo kama Kawagwale. Jamii ndogo zinaonesha taswira halisi ya changamoto zinazoletwa na uhaba wa dawa, wakati wanaoishi na VVU wanalazimika kurudi kwenye siku za hofu na kutokuwa na uhakika wa kupata tiba. Hata hivyo, kwenye kanisa dogo la mtaa wa Kawagwale, vijana kama Benedict mwenye umri wa miaka 19 wanaeleza maisha yao. Amezaliwa na VVU, maisha yake yanategemea upatikanaji wa dawa kwa wakati. Anasema kusitishwa kwa msaada wa Marekani kunafanya dawa kupatikana kwa shida, na wakati mwingine anapungukiwa dozi kwa wiki hadi mwezi mzima, hali inayohatarisha afya yake na ustabirifu wa mwili wake. Mama yake Benedict Emilian pia anaishi na VVU. Anasimulia jinsi anavyolazimika kutembea katika kliniki mbalimbali jijini Nairobi kutafuta dawa kwa siku nyingi. Wakati mwingine upata vidonge vichache tu na ulazimika kugawana na mwanae. Hata vipimo vya ufuatiliaji wa afya kwa wagonjwa wa VVU vimechelewa hadi mwaka mzima kutokana na msongamano wa ukosefu wa rasilimali. Aidha, kwa mujibu wa shirika la madaktari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Marekani ilikuwa imehifadhili takribani 18% ya wafanyakazi wa afya nchini Kenya, wengi wao wakifanya kazi katika programu mahususi za ukimwi. Kufungwa kwa programu hizo kumeacha pengo kubwa. Wagonjwa sasa wanalazimika kutafuta dawa katika hospitali kama Bagati, ambapo dawa ni bure, lakini hupatikana kwa kusuasua. Wapo wanaouza dawa hizo kinyume cha sheria. Nikiripoti tano za moto, Edison Edwin, MSJ TV. Serikali ya Donald Trump imesimamisha kwa muda usiojulikana maombi yote ya uhamiaji kutoka nchi 19, hatua inaibua sintofahamu nchini Marekani na duniani kwa ujumla. Hatua hiyo inajumuisha maombi ya ukaazi, green card na uraia kwa wahamiaji kutoka nchi 19 zilizowekewa marufuku ya kusafiri mapema mwaka huu. Marufuku hiyo inahusisha Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kongo, Equatorial Guinea, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Wakati huo raia wa Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela wanakabiliwa na vikwazo vya kuzuiwa upatikanaji wa huduma za uhamiaji nchini Marekani. Hatua hii ni sehemu ya mabadiliko ya sera za uhamiaji kutokana na tukio la kupigwa risasi kwa wanajeshi wawili wa National Guard karibu na ikulu ya White House. Taarifa ya ikulu inasema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na tukio la wiki iliyopita la mashambulizi karibu na White House ambako raia wa Afghanistan alikamatwa kwa tuhuma za kumuua mwanajeshi wa National Guard na kumjeruhi mwingine. Kwa mujibu wa idara ya usalama wa ndani DHS, watu kutoka nchi hizo 19 hawatakamilisha maombi yao bila kufanyiwa ukaguzi mpya, ikiwa ni mahojiano mapya ili kubaini iwapo wanaweza kuwa tishio kwa usalama. Maelezo ya ndani ya idara ya uhamiaji yamesisitiza kusimamisha utoaji wa kadi za ukaazi, green card, mahojiano ya uraia, mahojiano ya kubadilisha hadhi ya ukaazi na sherehe za viapo vya uraia. Akizungumza kupitia mtandao wake wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inahitaji kupumua. Amesema atachukua hatua zaidi, ikiwa ni pamoja na kusimamisha kabisa uhamiaji kutoka nchi za dunia ya tatu. Na kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje Kristi Noem ametangaza kuwa serikali imepanga kupanua marufuku hiyo hadi mataifa zaidi ya 30. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za wahamiaji yanasema hatua hiyo ni ubaguzi unaoendeshwa kwa misingi ya utaifa, huku wengine wakisema itawazuia watu waliokuwa tayari wanachangia katika jamii. Hatua hii imefika wakati kukiwa kuna ongezeko la matamshi makali dhidi ya wahamiaji, hasa kutoka Afrika na Mashariki ya Kati, jambo linalozua hofu ya kuvuruga uhusiano wa jamii mbalimbali nchini humo. Ikumbukwe pia Oktoba 8 mwaka huu, serikali ya Marekani ilitangaza uamuzi juu ya mataifa ya Afrika kulazimika kuweka visa zao kama dhamana watakapolitembelea taifa hilo.
Tano za moto, Watson Chengula wa MSJ TV. Rais wa DRC Congo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame wanatarajia kukutana leo mjini Washington nchini Marekani. Chini ya Rais wa Marekani Donald Trump, kuna uwezekano marais hawa wawili kutia saini ya makubaliano ya amani, ikiwa ni miezi kadhaa kupita tangu makubaliano ya amani ya awali yaliyosainiwa na Washington kushindwa kuzuia machafuko mashariki mwa Kongo. Mkutano huo uliopangwa na Marekani unakuja huku kukiwa na hali ya kutoaminiana kati ya wakuu hao wawili wa nchi, huku hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa tete. Viongozi wengine wa Afrika wamealikwa kuwa mashahidi na kwa baadhi kuwa wadau. Ili kuelewa umuhimu wa mkutano wa Washington, ni muhimu kutazama nyuma mlolongo wa kidiplomasia ulioanzishwa miezi 8 iliyopita. Tangu Aprili 25, 2025, Kinshasa na Kigali zilitia saini hati ya msingi iliyowekwa wigo wa mazungumzo wa makubaliano yajayo, na lengo kuu kukomesha mgogoro wa mpakani ambao ulikuwa umechochea ukosefu wa utulivu katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tamko hilo lilitiwa saini mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, yalifungua njia ya makubaliano ya kina zaidi. Makubaliano hayo yalitiwa saini Juni 27 baada ya majadiliano magumu mbele ya Donald Trump. Mawaziri hawa wawili wa mambo ya nje kisha wakarasimisha kile kilichowasilishwa kama makubaliano ya amani ya uhakika. Hata hivyo, nakala hiyo ilirejelea mara moja sehemu ya pili ilionekana kuwa ni muhimu: mfumo wa ujumuishaji wa kiuchumi na kikanda uliosainiwa ili kuimarisha amani katika mantiki ya ushirikiano wa kiuchumi, hati ambayo inaelezea maeneo ya ushirikiano, miradi ya pamoja na ratiba haikusainiwa tangu Novemba 7. Makubaliano ya Juni 27 yaliidhinishwa na bunge la Rwanda pia yanazingatia kwa kiasi kikubwa, huku Washington mkazo hautakuwa tena katika kujadiliana bali katika kuadhinisha makubaliano yote kisiasa chini ya uangalizi wa shirika wa kikanda na kimataifa. Makubaliano ya pande mbili kati ya Marekani na DRC na kati ya Marekani na Rwanda pia yatasainiwa baadaye ili kuunda wasaidizi wa rais wa zamani wa Marekani anaita mikataba ya Washington. Nikiripoti Tano za moto, Hamza Makusanya wa MSJ TV.